Tunalazimika kujua na kutambua maisha yetu yanahitaji mipango. Kutopatikana mipango kwa maana ya mtu kufikiri anaishi vipi, ndivyo leo vijana wengi waliopo, wengi waishio hasa maeneo ya Dar es Salaam, wanajikuta wao wanahitaji kulelewa. Wamekosa mipango, wanaishiishi tu. Anachowaza na kuwazua ni kujipamba, avae vizuri, apendeze, aonekane handsome ili alelewe na mashangazi. Alhayatu fi dunya yahtaju ila fikri, maisha katika ulimwengu huu inahitaji mipango. Kijana, panga maisha yako, lakini kwenye mipango hiyo lazima ufanye kazi, ndiyo stadi itakufikisha katika maisha yako. Alhayatu fi dunya yahtaju ila fikri. Kinyume na mipango, tatizo la vijana na ndio walio wengi, akikaa maana yake anakuwa bwege. Bila mipango anakuwa mvivu. Bila mipango anahitaji kusaidiwa na kupewa na kupewa na kupewa kila kitu. Hatimaye wimbi kubwa la vijana linaanguka kwenye ushoga. Leo hii kila siku inayoitwa siku, vijana wanaanguka kwenye eneo la ushoga. Unamuona mwanaume lakini la mahala lahu min al-irabi, si lolote, ni flame tu ya mwanaume lakini hakuna wanaume. Hatuwezi kutoka kwenye eneo hilo kama wazazi, kama viongozi wa dini, kama jamii, bila ya kuwatengeneza watu hawa kwenye mipango. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil Allahu akbar. Leo ni udhiyatan. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apokee na akubali ibada za wenzetu wote waliopata bahati ya kutekeleza ibada hii. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa utaratibu wa idi hii ya udhuhiya, ni sunna kwetu kuswali sala hii kabla ya kutia chochote. Hivyo pamefanyiwa targhib kuwa khutba yatakiwa iwe fupi zaidi ili watu wakawahi kufungua, lakini pia kudhahi. Yasemekana baadhi ya sunan ni mtu kuftari au kufungua kwa kile ambacho amekidhahi yeye mwenyewe. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe khutba yetu iendane na muktadha al-hali. Unwani yetu kwa mwaka huu ambayo inafunga mwaka huu na kukabili mwaka unaokuja itagusa i'lam hayatak, yajue maisha yako, tambua uhai wako. Uhai ndio rasilimali ya kila mtu, mwanadamu na asiyekuwa mwanadamu kwenye maisha haya. Kila mtu anajua thamani ya uhai, na ndio maana anachukua tahadhari zote zitakazopelekea yeye kuhatarisha uhai wake. I'lam hayatak. Sizungumzii engo hiyo, uhai wa namna hiyo. Ni uhai gani ambao nimekusudia kuwafikishia kuwa ndio ujumbe wa kufungia mwaka, tuondoke nao katika namna ya kutambua. Moja,
katika wanazuoni wa zama zilizopita, ananasibishwa na tabi'i, alisema maneno haya ambayo ndiyo nitasimama naye. Alisema alhayatu fi dunya yahtaju ila fikri, maisha katika ulimwengu yanahitaji fikra. Fikra anakusudia inahitaji mipango. Maisha katika dunia hii tunayoishi inahitaji fikra, kwa maana inahitaji mipango. Bila ya fikra, bila ya mipango, maisha haya hayaendi vile inavyotakiwa. Mwanadamu huyu katika maisha yake anahitaji kuvaa, lazima awe na mipango kuwa anafanyaje, anapataje mavazi yake. Mwanadamu huyu anahitaji chakula ili aishi, ni lazima apange, atengeneze fikra, apange ni namna gani atapata chakula chake. Mwanadamu huyu anahitaji matibabu, afya. Mwanadamu huyu anahitaji masrufu mengine katika maisha yake. Mwanadamu huyu anahitaji maendeleo, atoke sehemu fulani aende sehemu fulani. Hayo yote yanahitaji fikra. Alhayatu fi dunya yahtaju ila fikri, maisha kwenye ulimwengu huu yanahitaji mipango, fikra kwa maana ya mipango. Bila mipango tutakuwa tumezalisha maisha ya ajabu sana. Lakini walhayatu fil akhirah yahtaju ila dhikri, maisha kwenye upande mwingine wa maisha ya akhira, haya yanahitaji dhikri. Na dhikri hapa si kutaja la ilaha illa Allah. Dhikri hapa kwa maana al-i'tibaru, yanahitaji mazingatio. Maisha yana vitu vikubwa viwili, yanahitaji mipango, lakini maisha yako pia yanahitaji mazingatio. Tambua maisha yako, ilam hayatak. Tunalazimika kujua na kutambua maisha yetu yanahitaji mipango. Kutopatikana mipango kwa maana ya mtu kufikiri anaishi vipi, ndivyo leo vijana wengi waliopo, wengi waishio hasa maeneo ya Dar es Salaam, wanajikuta wao wanahitaji kulelewa. Wamekosa mipango, wanaishiishi tu. Anachowaza na kuwazua ni kujipamba, avae vizuri, apendeze, aonekane handsome ili alelewe na mashangazi. Alhayatu fi dunya yahtaju ila fikri, maisha katika ulimwengu huu inahitaji mipango. Kijana, panga maisha yako, lakini kwenye mipango hiyo lazima ufanye kazi, ndiyo stadi itakufikisha katika maisha yako. Alhayatu fi dunya yahtaju ila fikri. Kinyume na mipango, tatizo la vijana na ndio walio wengi, akikaa maana yake anakuwa bwege. Bila mipango anakuwa mvivu. Bila mipango anahitaji kusaidiwa na kupewa na kupewa na kupewa kila kitu. Hatimaye wimbi kubwa la vijana linaanguka kwenye ushoga. Leo hii kila siku inayoitwa siku, vijana wanaanguka kwenye eneo la ushoga. Unamuona mwanaume lakini la mahala lahu min al-i'rabi, si lolote, ni flame tu ya mwanaume, lakini hakuna wanaume. Hatuwezi kutoka kwenye eneo hilo kama wazazi, kama viongozi wa dini, kama jamii, bila ya kuwatengeneza watu hawa kwenye mipango. Chukue mfano kabla sijaenda kwenye mfano mwingine. Tukio la leo la Eid hii inaenda sambamba na tukio na eneo pale katika kumbukizi za Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam,
na mwanawe Ismail. Twajua sote, na kwa bahati nzuri sihitaji kukaa sana hapa kwa sababu kama khatibu wamejitahidi sana kueleza kabla ya siku hii katika hutuba za Jumaa zilizotangulia. Lakini hebu chukua hii, wakati Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalamu alishazeeka utu uzima, wengine wana baadhi ya riwaya zinasema alikuwa ameshafika miaka 80. Ziko riwaya zinasema zaidi ya miaka 80, miaka 90 plus. Wakati huo Bisara mkewe naye ameshafika katika umri mkubwa kiasi ambacho amekata tamaa ya kuzaa. Allah subhanahu wa ta'ala akamfahamisha kwa fikra zake, akaona si rahisi yeye kwa umri alionao kuwa atapata mtoto. Nini afanye? Lakini kipindi hicho alikuwa na suria, tunajua wote, Mkipti yule mtu wa Masri, mwanamke wa Kimasri, Bi Hajar ndio suria wake. Akafikiri, hiyo ni fikra sasa, akafikiri ni vipi atalea mtoto kwenye nyumba yake, na walau watakuwa na mtoto kwenye nyumba yao, kwenye maisha yao. Alhayatu yahtaju ila fikri. Akatengeneza mpango, plani. Mtoto hapatikani kusema Allahumma atini dhurriyatan, Mwenyezi Mungu nipe mimi mtoto. Mtoto anapatikana kwa mipango. Oa, alafu utakuwa ndio mipango ya kupata mtoto. Lakini alishaoa Nabii Allah Ibrahim, mtoto hajapata. Bisara akatengeneza mpango mwingine, akaona, unamwona huyu Bi Hajar ambaye ni mfanyakazi wangu, mtumishi wangu, unaonaji ukaambatana na huyu? Asa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akatuletea mtoto tukalea kwenye nyumba hii. Ibrahim, kama walivyo wanaume wengine waliokamilika, hakuweza kwenda kinyume na wazo hili. Akiangalia ni mtoto mbichi ambaye anashauriwa aende naye. Si mimi, hata wewe unaonasikiliza mwanaume, kuchomoka ingekuwa ni ngumu. Ungekuwa umepata sababu tu. Ni sawasawa na embe dodo likawa limedondoka kwenye mwarobaini. Nabii Allah Ibrahimu akakubali wazo kwa dhamira nzuri ya mkewe Bisara, akamtoa Bi Hajar, na alhamdulillah, kwa kuwa dhamira nzuri pia ina matokeo mazuri. Bi Hajar muda mchache akapata ujauzito. Anazaa Bi Hajar, anapata mtoto ambao twamwita Ismail, tunamtamka Ismail. Mtoto huyu baada ya kumzaa Bi Hajar anapata fikra nyingine, anaona thamani yake na hadhi yake inakuja kuporomoka, kwa sababu huyu amezaa mtoto wa kiume, atakuwa ndio mrithi wa Ibrahim. Bila shaka huyu atakuwa na chati kuliko mimi. Ubinadamu unamchukua Bisara, wivu unaingia kwenye moyo wake. Alishasahau yale ambaye aliazimia, na akampa kibali mumewe Ibrahim. Ibrahim anapata anguko la kifikra. Nini afanye? Kewe ametoka naye mbali, huyu ni suria wake, yeye ndiyo ametoa ruhusa, kimetokea cha kutokea, lakini sasa ameshamchenjia. Nini afanye? Wakati analeta fikra, Allah subhanahu wa ta'ala akamwonyesha njia nzuri, akamwambia mchukue umpeleke kwenye jangwa huko. Ni eneo ambalo alishakuwa analijua. Ukichukua kwa watu wa tarikhi, wanasema tayari miaka ya nyuma alishaenda naye Bisara kule. Ni eneo ambalo analijua, hata Bisara alishawaifika. Allah anamuongoza ampeleke kule, kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akisema lolote lile, hakuna namna ya kukinzana na hilo. Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam anamchukua Bi Hajar, anampeleka kule na mwanawe kwenye jangwa. Haijulikani Maka kama kipindi hicho, hakuna majengo, ni mapori na miinuko tu ndiyo sehemu ambayo inaonekanwa kule. Wakipita ni wasafiri tu. Akampa cha kumpa katika masrufi ya maisha ili ajikimu.
lakini kila kinachotumiliwa kinamalizika. Chakula kilipokuwa kinakaribia kuisha, maji yakawa ndiyo ya kwanza kumalizika. Bi Hajar anafanyaje? Maji ni sehemu ya maisha. Waja'alna min alma'i ala kulli shay'in hai. Allah anasema uhai ndio watakana na maji. Mwenyezi Mungu amejalia maji ndiyo uhai wa kila kitu. Bi Hajar anaamanika, alhayatu yahtaju ila fikri, maisha ya ulimwengu yanahitaji fikra. Hakukaa Bi Hajar, alijua aliachwa kule Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam kwa idhni ya Allah. Si twajua wote katika taarikhi hiyo, kwa sababu hata pale alipomwacha na Nabii Allah Ibrahim akaondoka, akuacha Bi Hajar kumfuata na kumwita Nabii Allah Ibrahim. Ibrahimu hakuwa anageuka kumtazama mkewe, lakini paka pale alipomuuliza amarakallahu bihadha, Ibrahim, hivi unaniacha huku kwenye jangwa hakuna watu, Mungu amekuamrisha kwenye hili? Nabii Allah Ibrahim ndio akamjibu kuwa Allah ameniamrisha kufanya hivi. Hakuna wasiwasi Nabii Hajar baada ya kujua mwongozo wa kuachwa kule peke yake kwenye mapori ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kuwa ameshatengenezwa kiimani hakuwa na mashaka. Lakini hakutoa baki tu kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kaniacha huku kwenye pori manyika huku, basi atanilisha. Anajua Mungu maji sina, atanipa tu maji. Hakuwa hivyo. Licha Allah anaweza kumletea maji mahala popote, akampa chakula mahala popote kwa namna yoyote. Alhayatu fi dunya yahtaju ila fikri, maisha ya ulimwengu yanahitaji fikra, kwa maana mipango. Bi Hajar akatengeneza mpango, hakubaki tu akabweteka, akaangalia kilima au mwinuko ule wa Safa, akaamua bora aende kule, inawezekana akaona kuna watu wanaishi, lakini hakuwa anafahamu, au akaona msafara unapita akataka msaada, akapanda kule, huku anaangalia, lakini akiita hakuna mtu aliyeitika wala hakuna ishara aliyoiona. Akatoka pale, bado akaenda katika mwinuko wa Marwa, akafanya vivyo hivyo. Mwisho wa siku akawa anakwenda Safa na Marwa. Riwaya inasema ilifika mara 7, na ndio maana hata leo katika hija watu wanasai mara 7 katika kuchukua kumbukumbu ya Bi Hajar katika lile zoezi aliyokuwa akilifanya. Hatimaye ikamjia ishara ya kuwa kuna mchakato unafanyika, anausikia kutaharuki, kuangalia pale mtoto yule ambaye alikuwa akichimba kwa ajili ya shida ya kiu, akaona chemchemu maji yanatoka. Bi Hajar akafurahi sana, Zamzam. Tunajua sote historia hiyo, hakuna sababu ya kuirudia kupoteza muda. Nini? Bi Hajar hakubweteka tu maji yamemalizika namna gani, anamhudumia mtoto na Mungu ndio alimpeleka kule, asubiri Mungu atanipa. Hapana, alifanya harakati kuhakikisha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atampa. Baada ya jitihada, Mwenyezi Mungu akampa kile anachokihitaji. Hata katika kipindi cha Nabii Allah Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, katika ukhalifa wake, aliwahi kuingia msikitini. Riwaya inasema aliwakuta watu 3, na baadhi ya riwaya zingine inasema aliwakuta watu 2 wamekaa tu wanavuta nyiradi, lakini muda wa mchana. Kauliza, vipi, mbona mko muda huu? Wakatengeneza hoja kwamba sisi tunamsabihi, tunamfikiri Allah subhanahu wa ta'ala. Nini alichokifanya Nabii Allah Sayyidina Umar? Aliwatoa balu, aliwaondosha, akaambia ondokeni, katafuteni riziki. Dunia katika maisha haya yanahitaji fikra, kwa maana ya mipango. Tambua maisha yako ewe kijana, tambua maisha yako ewe muumini. Usibweteke ukakaa tu ukawa unaomba, hatimaye utakuwa tapeli. Utaingia misikitini, utawatapeli watu, utakuwa mitaani, utakopa, utalipa. Maisha yanahitaji mipango. Huo ndio ujumbe. Lakini haya ni katika sehemu moja ya maisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe fikra yenye kufikiri, atupe akili yenye kuzingatia, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atusaidie kwenye eneo hilo. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
innal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين أجمعين فاستغفروه يا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين إنه الغفور الرحيم جواد كريم برحمته وهو أرحم الراحمين. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن والاه وبعد. وأوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه سبحانه. Kwa mara nyingine baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni kwa mara nyingine sambamba na kuhusieni nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambua maisha yako. Khutba ya kwanza tulikumbushana katika maisha ya ulimwengu yanahitaji fikra, na tukafafanua maana ya fikra hapa ni mipango. Lazima tuwe na mipango katika kukabili maisha haya ya ulimwengu. Lakini akasema msemaji yule, wa hayatu al-ukhra, na maisha ya akhera yahtaju ila dhikri, yanahitaji dhikri. Na nilifafanua adhkari, dhikri hapa maana yake ni al-itibaru, ni mazingatio. Na haya ya pili, alhayatu bil itibari, ndio hayatun haqiqiyatun, ndio maisha halisi. Ndugu zangu wa Kiislamu, ndio maisha halisi. Alisema msemaji, faqad ghafalatana au faqad shaghalatana, kwa hakika, wallahi kwa hakika zimetushughulisha sisi alfikru, fikra, kwa maana imetushughulisha sisi mipango. Tuko bize sana na mipango. Anidhikri, tukaepukana na tukajisahau na adhkari, kwa maana ya mazingatio. Kumbe hivi vitu vinahitaji viende pamoja kwa Muislamu. Mipango ya maisha yako yahakikishe unapata mazingatio ya maisha. Ni vipi mazingatio ya maisha? Mazingatio ya maisha ni kuhakikisha unamweka mbele Mola Subhanahu wa Ta'ala, na kila kitu unachokifanya usimsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo ndio thakafa ya Uislamu. Hizo ndio tamaduni za Uislamu. Tamaduni ya Uislamu ni kufanya kila kitu, lakini kufanya kila kitu lazima kitegemee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Allah Ibrahimu alipata kuambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sema, na ndio uishi hivyo. Sema, hakika sala yangu, hakika hata kule kuchinja kwangu kwenye ibada, huku kuchinja, hakika maisha yangu complete, kila aina ya maisha, hata kwenye kifo changu, chote ni kwa ajili ya Allah. Neno lillahi linatanazaa katika maeneo yote. Alikuwa anakusudia inna salati lillahi wa nusuki lillahi wa mahyaya lillahi wa mamata lillah, au wa mamati lillah. Kila kitu kiwe ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikitushughulisha mipango ya ulimwengu tu, tukasahau namna ya kuwekeza katika maisha ya akhera, sisi mipango yetu ni batili, kwa sababu mipango yetu na jitihada zetu yataishia katika maisha mafupi mno, lakini kuna maisha baada ya maisha haya ambayo ndiyo marefu zaidi. Tutengeneze mipango, lakini mipango yetu sambamba na kuiratibu iendane na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad shaghalana alfikru anidhikri, lakini tatizo tunashughulishwa sana, tuko bize sana na upande mmoja wa maisha. Tambua maisha yako,
tumeshughulishwa na maisha ya kidunia zaidi, lakini tukasahau maisha yale baada ya kufa kwetu. Ani dhikri, akisema falghaflatu daun, falghaflatu daun, kughaflika, kuto kuyaangalia maisha baada ya kufa. Hili ni gonjwa Waislamu, hili ni gonjwa, hili ni gonjwa. Wa dhikru dawa, tiba yake ni kuleta mazingatio ya kumweka Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila kitu cha kwako. Nimalizie hotuba yangu. Nini tatizo? Tunaghafilika, ambalo sasa ndiyo gonjwa, na tunakiri Waislamu tulio wengi tuna gonjwa hili, amradhul qulubi, tuna magonjwa ya moyo. Ndio nahitimisha. Na ili tukae vizuri, tuwe na maisha halisi, tujue maisha yetu, ni lazima tutibu maradhi yetu ya moyo. Hasan al-Bisri rahmatullahi ta'ala alayhi, katika moja ya maneno ya dhahabu, alieleza tatizo letu ili tutafute mwarobaini wa mioyo yetu. Akasema fasadul qalbi sittatun, fasadul qulubi fasadul qalbi sittatun, tatizo kuharibika kwa moyo ni mambo sita. Turekebishe hili. Tukirekebisha kwenye maeneo yetu, kwenye maisha yetu, basi tutakuwa tumetambua maisha yetu ipasavyo. Moja, akasema tatizo yudhnibuna birajai tauba, ni watu kufanya madhambi wala hajali kufanya madhambi, akitaraji ataleta toba. Leo licha ya siku bora hii, jana watu wamefunga Arafa, funga ya Arafa, lengo ni kutafuta radhi za Mola subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufunga usamehewa madhambi ya mwaka uliotangulia na unaokuja. Walio wengi wamefunga kwa ajili ya kutafuta radhi, kusamehewa, lakini leo baadhi yao watafanya maasi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Miongoni mwa maasi ni sisi wazazi kuwasababishia watoto, hasa mabinti zetu. Binti Mwenyezi Mungu amekupa wewe, wala hukuomba, na walioomba wamekosa vile vile. Ni zawadi kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Mwache, mfundishe, mwelekeze, balaa alibebe yeye mwenyewe. Lakini leo baada ya muda utaona mabinti wadogo wamesokotwa manywele, wameshaunganishwa rasta, bila ya kujua Uislamu. Mwenyezi Mungu analaani tendo hilo. Wewe mzazi unamsababishia mtoto laana, na laana hii inakufikia wewe kwa sababu yeye hajui anachokifanya, anafanyiwa tu. Tunakosa. Ukiuliza ni kwamba mtoto apendeze, hawezi kupendeza kwenye maasi, hawezi kupendeza kwenye laana. Tubadilike, tubadilike na mengineyo. Yudhnibuna birajai tauba, tusifanye maasi tukitaraji tutakuja kuleta istighfari, tutakuja kuleta tauba. Hili ni gonjwa, Hasanul Bisri anasema. Lakini la pili akasema wayataallamuna wala ya'malun, wayataallamuna alilma wala ya'malun, na wanajifunza ilmu, wanatafuta ilmu alfiqhi, wanajifunza ilmu mbalimbali, lakini hawafanyi kazi kile wanachokijua. Kujifunza ilmu si kushika vitabu, Waislamu. Hata panaposema na mashehe katika durusi mbalimbali, hata kwenye vituo vya television, redio na vituo na hata simu zako hizi, ukiangalia maelekezo, mawaidha, ndio unasoma. Lakini tatizo, watu wanasoma, wanajua hadha halalun wa hadha haram, lakini hawafanyi kazi kwenye eneo hilo. Hili ni tatizo. Tatizo la tatu akasema wayakuluna rizqa Allah, wanakula neema ya Allah subhanahu, wanatumia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachokila na vile wanavyotumia vyote ni vya Mungu, lakini wala yashkurun, lakini hawana nafasi ya kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala. Na shukurani, Waislamu, si kusema alhamdulillah. Alhamdulillah ni sehemu ya shukurani. Shukurani imejikita kwa matendo.
Mwenyezi Mungu amekuneemesha jambo gani? Ilmu. Itumie ilmu hiyo kwa kuwanufaisha watu, hapo utakuwa umemshukuru Mola. Amekunufaisha nguvu, tumia nguvu zako, tumia mamlaka yako, tumia nafasi yako kwa ajili ya kunufaisha umma wako wa Kiislamu. Allah amekupa nini? Mali. Tumia mali yako kwa ajili ya kunufaisha umma wa Kiislamu. Wayakuluna rizqa Allah wala yashkurun, lakini wanatumia neema za Allah. Ibara imekuja kula riziki ya Allah ni sehemu, lakini haona nafasi, haona mpango wa kumshukuru yule aliyowaneemesha neema hiyo. Lakini lingine, wala yarjauna qismat Allah, wala yarjauna qismat Allah, na fi riwaya wala yardawna qismat Allah, wala hawaridhi kile kidogo alichowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu maisha yake duni kwa kuwa kipato chake kidogo, hakubali kwamba Allah ameniweka kwenye position hiyo, afanye jitihada ili Allah akitaka atamkunjulia, asipotaka atabaki kwenye eneo hilo, kwa sababu inna rizqa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Hawako tayari kuridhia kile kidogo ambacho Allah amewapa. Wanachokifanya nini? Mwingine anaamua kuingia kwenye wizi, mwingine anakuja kwenye utapeli, mwingine anakwenda kwenye uchawi, hasadi na vitu vingine. Ni nini? Aridhi. Kwa nini yupo pale? Hili ni gonjwa. Kwa muktadha wa muda, ni malize ya mwisho ya sita. La sita aliyosema Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema wayudfinuna mautahum, wanawazika ndugu zao, wanazika ndugu zao, jamaa zao, baba zao na majirani zao na Waislamu wao kwa ujumla, wanawazika. Wala ya'tabirun, lakini shida, wala hawapati mazingatio kwenye eneo hilo. Kwenye eneo hilo wazee wetu wa huku nyuma walikuwa wanaitabiri kwenye hichi ambacho kinazungumzwa. Nini? Wanapata mazingatio kupitia maiti waliowazika, na ndio maana walikuwa na hikma pale inapofika miezi mitukufu, hususan kama mwezi huu na katika masiku 10 haya ambayo ni bora yametajwa, walayali na ashiri, Mungu ameyapia kwa ubora wake. Watu hawa walikuwa wakienda kupata mazingatio kwa kupitia maiti zao. Wanaenda kwenye makaburi, japokuwa wengine wanaenda kwenye dhana nyingine ya ajabu, lakini haiwezi kuhukumu wale wanaokosea eti kusema jambo hili halifai. Wanaenda kwenye makaburi ili kushuhudia watu wao wa maana, watu waliokuwa na akili, walikuwa viongozi, walikuwa wana busara, watu wakiwakimbilia, lakini wapo kwenye ardhi, wanapata mazingatio, wanawatolea salamu, wanapata mazingatio kwa hao, wakirudi wanarudi katika hali ya wakiwa salama. Wayudfinuna mautahum, walikuwa wakiwazika maiti zao, ndugu zao, jamaa zao, lakini wala ya'tabirun. Kosa ni kwamba hawana mazingatio. Hao walikuwa na mazingatio. Nini? Wanajua, wanakumbuka kitu kifo, lakini wanawaombea dua waliokuwa makaburini, ili Allah subhanahu wa ta'ala iwe alete badali yake baadaye watakapoondoka, waweze kuhurumiwa na kuombewa msamaha. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika vitu alivyovisisitiza ni idkhalu sururi ala almuslimin, kuingiza furaha kwa Waislamu. Tukisema Waislamu wako katika maeneo mawili. Kuna Waislamu al-ahya wal amwat, Waislamu waliokuwa hai sisi kwa muda huu, na wale waliokuwa maiti ambao mimi na wewe kwa baadaye, na wale ambao tayari umeshatanguliza. Tunakuwa binafsi sana. Vipi sisi tunakuwa tengeneza furaha kwa familia zetu, lakini kuna watu walipata tabu na sisi, walitulea, walitusimamia, walitusomesha. Vipi hawa hata hatuwafikiri kuwapa furaha katika siku ya leo? Ifike hatua watu hawa tuwatolee sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tasaddaqu ala mautakum,
watoleeni sadaka maiti zenu, wafurahisheni hawa, watanufaika. Lakini tuwaombee sana dua kupitia siku kama hizi, ambao nao wapate furaha walau ya siku hii ambayo sisi twafurahika. Vinginevyo, kama kupitia maiti zetu hatuna mazingatio, bado tuna gonjwa la moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tiba ya gonjwa hili, na hili tujue maisha yetu halisi na tujue maisha yetu kwa uhakika. Na maisha bora ni kujua maisha ya fikri na maisha ya dhikri. Maisha ya fikri, nimesema narudiana samari na nileta kwa ujumla kuwa maisha ya fikra ni maisha ya mipango. Tuwe na mipango katika kuikabili dunia yetu katika maisha haya, lakini tuwe na mazingatio kwa maisha ambayo yatamalizika baada ya maisha haya. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumetambua maisha yetu na itakuwa ni kwema na njema kwenye maisha ya dunia na maisha ya akhera mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajijalie mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله